Adora ni mwanamke mrembo sana, anaishi na mama yake Ferisha. Sasa leo wakati wanatoka supermarket, Adora akakutana na tajiri mmoja mkubwa mno. Huyu tajiri anaitwa Chief Kuka. Mchizi alimpenda kinoma Adora, akataka walau wajuane naye ili wazungumze na ikiwezekana waonane tena, lakini Adora akakataa. Mama pale pale akaingilia mazee, mimi ni mama yake. Oh, mama yake? Ndiyo, jina lake ni Adora. Adora ni mzuri sana. Basi mama alikuwa anajichekesha tu. Samahani, nadhani siwasumbui. Hapana, hautusumbui kabisa, hayupo kwenye mudi yake tu nzuri. Ana miaka mingapi? 23 mkuu. Chief akatoa namba zake ili wamtafute baadaye na nini, na akampa mama kitita cha maana tu. Eti hii pesa ni usafiri. Yaani kitita chote hiki ni cha usafiri. Ferisha akiona pesa tu ni kama amerogwa mazee, anapagawa kinomu na mbiwa. Hadi hapa mama yupo tayari kumuuza mwanae na nini, lakini ili jambo Adora hajalipenda kabisa. Mama alimlaumu kinoma Adora kwa kuwa mkorofi kwa chifu, lakini Adora hapendi kuongea na watu wasiwajue eti kwa sababu tu wana magari mazuri. Lakini kwa upande wa mama, utajiri ndio umempagawisha mazee. Anachokitaka ni mwanae atembee na yule mzee, lakini akili ya Adora haina tamaa kabisa ya pesa. Yaani ndoto za mama ni kumiliki gari tu. Hata huu mpango wa kumshawishi Adora akubali kuolewa na yule mtu ambaye ameonana naye leo ni kwa sababu anajua atapata gari mwisho wa siku. Mama akafika hadi nyumbani analalamika kinoma, yani sijapenda kabisa ulivyokuwa unaongea na yule mwanaume, sijakufunza uwe mkorofi. Nilikuwa mkorofi kivipi mama? Mwanaume alikuwa anaongea na wewe vizuri tu, wewe ulikuwa unamjibu ovyo kwa sababu simjui. Kwani lazima umjue mtu ndio muheshimu? Mama, nipe sababu moja ambayo ingenifanya mimi nisimame pale niongee na mtu ambaye simjui eti kwa sababu tukasimamisha gari yake kwa ajili yangu. Umeomba sababu moja Nitakupa sababu 3. Ya kwanza ni gentleman, ya pili ni tajiri na ni tajiri mkubwa, ya 3 anaweza kutusaidia hapa. Hizo ndo sababu kuu. Ulipaswa kuwa mwema kwake, ungeongea naye vizuri, tabasamu kidogo, uwe mwema kwa sababu ni tajiri, kwa sababu ana pesa. Nijitupe kwake, si ndio? Wewe ni tajiri, kwa nini usijitupe kwake? Nimesema ujitupe kwake mimi? Tumia akili zako wewe. Mama, nimechoka. Kwa nini usichoke? Unadhani hii ngozi yako nzuri na laini itaishi milele Adora? Subiri ikianza kujikunja taratibu, utanielewa baadaye. Hauoni vijana waliozikataa fursa zilipokuja mapema kwao wanavyoteseka? Baadaye wanaanza kusumbua wachungaji, waganga na kila mtu. Pale pale akaja huyu mchizi hapa anaitwa Chike, ni mpenzi wake Adora huyu. Basi mama akawa anacheka kwa dharau kinoma, yani mwana amejipiga akaja na zawadi yake ya msosi hapa na nini. Basi mama kejeli zikawa nyingi mno, anacheka kwa dharau kinoma, yani anaona zawadi za maskini hazidumu kabisa, akiletewa sasa hivi hazifiki hata kesho. Ndo zawadi za maskini zilivyo. Mama akasema kwa hali ilivyo kwa sasa anahitaji awe na gari tu. Chika akasema usijali mama, Mungu ataleta gari, sio muda. Na wewe jaribu kujikaza ufanye kila ambacho mwanaume anapaswa kufanya. Adora akasema Chika anafanya kwa uwezo wake, anachokifanya mama kinatosha sana kwangu. Mama alikuwa anajichekesha tu, kinatosha kwako. Mchizi akaingiwa na ubaridi kabisa, unaambiwa. Kama haitoshi, mama akatoa kibunda cha 200,000 alichopewa na chifu na nini. Basi alikuwa anafurahi, lengo ni kumuumiza Chike tu. Noma sana hii. Adora anampenda sana Chike licha kila kitu ambacho mama anakifanya, lakini bibie yuko na Chike bega kwa bega. Noma sana hii. Filamu inaitwa Mother's Bargain. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuru TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa Chika anafanya biashara ya kuuza fedha za kigeni. Anapambana sana kwa kadri ya uwezo wake na nini. Kwa sasa anapambana ili amnunulie gari ya Adora, lengo amteke mama mkwe tu, maana alikuwa analalamika sana hana gari. Wakati Adora anafuata maji kwa ajili ya mchizi, akaona kuna mtu anapiga kwenye simu ya Chike mazee. Jina ni Emerald na kuna emoji ya pete kwa mbele. Bibi akapagawa. Chika akataka kwenda kuongea naye nje na nini, lakini Adora akagoma kabisa, akasema ongea naye hapa hapa. Akahisi pengine mwana anamsaliti mazee. Kama unisaliti, kwa nini hutaki kupokea simu yake hapa? Kwa nini hadi utoke nje? Kama hutaniambia huyu Emerald ni nani, nitaenda chumbani nichukue vitu vyangu vyote niondoke. Unadhani natania? Mchizi akamzuia hapa bibie. Haya, niambie sasa hivi Emerald ni nani? Ikabidi mchizi ampokelee tu Emerald na aweke loudspeaker hapa msikie. Kumbe Emerald ni mtu ambaye amepokea oda kutafuta pete ya uchumba ya Chike. Bibi ameharibu surprise yake mazee. Alipojua kumbe alikuwa anafanywa surprise, akaanza kuomba msamaha kwa kumtuhumu na nini, akajifanya kama hajaona kitu na ajui kama kuna kitu kimetokea mazee. Noma sana hii. Upande wa pili huku nyumbani, Chifu amekuja kuonana Ferisha kwa ajili ya Adora. Chifu alipoulizia baba yake Adora yuko wapi, mama akasema alifariki wakati Adora na miaka 10 tu. Kwa hiyo kwa miaka yote hiyo amemlea mwenyewe na amemsomesha hadi chuo kikuu na akamaliza na ufaulu wa juu zaidi. Mama akaulizia maisha ya Chifu yalivyo na nini. Chifu akasema yeye ni mfanyabiashara ambaye anashirikiana kwa karibu sana na serikali, lakini pia anajihusisha na mambo ya mafuta na nini, kwa hiyo pesa ipo ya kutosha tu. Noma sana hii. Mama akauliza umeoa? Chifu akasema nimeachana na mke wangu, nilikuwa nimemuoa Mjamaika. Mama
Mama kauliza, una watoto? Hapana, sina. Utawapata tu, cha msingi mwanangu anazaa, utawapata. Utawapata tu. Sasa chifu kabla hajaondoka akamwachia mama mpunga wa maana tu, kisha akawa amesepa zake mazee. Mzee anatembea na msafara wake kila mahali unaambiwa. Basi mama akiona pesa tu anapagawa kinoma, na kiasi ambacho ametumiwa ni 500 tu. Noma sana mazee. Sasa Adora kila weekend huwa anaenda kukaa na Chike. Kwa hiyo aliporudi tu nyumbani akakutana na mama yake. Adora akasema, nina habari njema mama, Chike amepanga kunichumbia.